Katika ulimwengu wa Ukristo kuna mamilioni ya waumini, maelfu ya madhehebu na mafundisho tofauti yanayojaribu kumwelezea mtu mmoja, Yesu Kristo. Lakini katikati ya bahari hii ya imani kuna kanisa ambalo limekuwa likitazamwa kwa macho ya shaka, huku wengine wakilishangilia kwa imani ya dhati. Hilo ndilo kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, maarufu kama Wamormoni au The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Leo kwenye mashua makala tunavua pazia la upotoshaji, tunaangalia historia, mafundisho, maisha na kwa nini Wakristo wengine wanapaswa kuelewa na pengine kukumbatia kanisa hili lenye utamaduni wa kipekee wa kumtumikia Kristo. Safari ya kanisa hili inaanza mwaka 1820 huko New York, Marekani, kupitia kijana mdogo aitwaye Joseph Smith. Akiwa na umri wa miaka 14 pekee, Joseph alishinda kuelewa ni kanisa gani lilikuwa sahihi, kwani kila dhehebu lilikuwa likidai kuwa ndiyo njia ya kweli ya wokovu. Ndipo akaenda msituni kuomba, na huko anadai aliona maono ya Mungu Baba na Yesu Kristo wakiwa pamoja. Walimwambia kwamba makanisa yaliyokuwepo yamepotoka na kwamba atapewa jukumu la kurejesha injili ya kweli ya Kristo. Miaka michache baadaye alidai kutembelewa na malaika aitwaye Moroni aliyemwonyesha sahani za dhahabu zenye maandiko ya kale ya watu waliokuwa wakiishi bara la Amerika, na hivyo kitabu cha Mormoni kikazaliwa. Kwa waumini wa kanisa hili, tukio hilo ndilo mwanzo wa urejesho wa kanisa la Kristo duniani. Kitabu cha Mormoni kinachukuliwa na waumini kama maandiko matakatifu yanayomshuhudia Yesu Kristo. Kinaelezea safari ya watu wa Israeli waliokimbia Yerusalemu miaka mingi kabla ya kuzaliwa Kristo, wakafika bara la Amerika na huko wakapata mafunuo ya kipekee kuhusu Mungu. Wamormoni wanaamini kwamba Biblia na kitabu cha Mormoni ni mashahidi wawili wa Yesu Kristo, kama vile Musa na Eliya walivyoshuhudia katika Biblia. Wanaamini kwamba maandiko haya mawili yanakamilishana, si kupingana. Hivyo msingi wa imani yao unabaki kuwa ule ule wa Kikristo, imani kwa Yesu Kristo kama mwana wa Mungu, Mwokozi na Bwana. Miongoni mwa nguvu kuu za kanisa la Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho ni msisitizo wao juu ya familia. Wanaita familia kitovu cha milele. Wanaamini ndoa iliyofungwa katika hekalu la Mungu inaweza kudumu hata baada ya kifo. Hii inawapa waumini matumaini ya kuungana tena na wapendwa wao huko mbinguni. Mafundisho yao yanalenga nidhamu binafsi. Hawatumii pombe, hawavuti sigara, hawatumii dawa za kulevya. Wanafanya mazoezi, wanaishi kwa lishe bora na wanahimiza kufanya kazi kwa bidii. Kwao kufanya kazi ni ibada. Mtume Paulo alisema, asiyefanya kazi na asile. Hii ni kanuni ambayo Wamormoni wanaishi nayo kila siku. Kanisa hili limejijenga kimataifa kwa miradi mikubwa ya elimu, afya na misaada. Wanaendesha vyuo vikuu vya Brigham Young University BYU, hospitali na miradi ya kusaidia jamii katika zaidi ya nchi 180. Kila mwaka hutoa misaada kwa maelfu ya familia zilizokumbwa na majanga duniani bila hata kujali dini zao. Wana vijana wanaoitwa mishonari ambao huenda nchi za mbali kwa miaka miwili wakiwa wamevaa mashati meupe na beji za majina yao, wakihubiri kuhusu Kristo na kusaidia jamii. Wengine hufundisha Kiingereza, wengine husaidia hospitalini na wengine hujenga nyumba kwa maskini. Wanafanya haya yote kwa hiari, bila malipo. Huu ni moyo wa kujitolea unaoonyesha matunda ya kweli ya imani. Kanisa hili lina mfumo wa kipekee wa uongozi. Linayo baraza kuu la 12 linalosimamia masuala ya kimataifa, na rais wa kanisa huchukuliwa kama nabii wa Mungu wa sasa. Wamormoni wanaamini kwamba Mungu bado anazungumza na dunia kupitia manabii wa kisasa kama ilivyokuwa katika Biblia. Wengine uliona hili kama jambo la ajabu, lakini kwao ni ishara kwamba Mungu hajanyamaza, bado anaongoza kanisa lake. Pia ibada zao ni za utulivu, zinazosisitiza ushiriki wa familia, maandiko na huduma kwa jirani. Kila wiki wanafunza kuhusu upendo, uaminifu, uadilifu na kujitunza kimwili na kiroho. Ni ukweli kwamba kanisa hili limekumbwa na utata.
Wengine wamekuwa wakiliona kama dini ya ajabu, wengine wakilichanganya na makundi ya kichawi. Lakini ukweli ni kwamba kama dini nyingine, lilipitia kipindi cha ukuaji na marekebisho. Mambo kama ndoa za wake wengi yalikuwapo katika karne ya 19, lakini kanisa liliacha rasmi utamaduni huo mwaka 1890. Leo lina msimamo mkali wa familia moja na uaminifu katika ndoa. Misingi yake ni imani kwa Yesu Kristo, toba, ubatizo, Roho Mtakatifu na maisha ya haki. Ikiwa Wakristo wengine wataweka pembeni tofauti za kihistoria, wataona kanisa lenye moyo wa Kristo, upendo, utumishi na maadili. Wamormoni wanatufundisha mambo matatu makuu. Kwanza, imani haipaswi kuwa na maneno tu bali matendo. Pili, kwamba familia ni ngome ya imani, pale ambapo watoto wanalelewa kwa heshima na maadili. Na tatu, kwamba dunia inahitaji Wakristo wanaojitokeza kufanya mema, si kubishana nani yuko sahihi. Kanisa lao limefanikiwa sana katika kujenga jamii zenye nidhamu, maadili na kujitegemea. Haya ni mambo ambayo kila Mkristo bila kujali dhehebu anaweza kujifunza. Mwishoni mwa siku, lengo la Ukristo ni moja: kumfuata Yesu Kristo na kufuata mfano wake wa upendo na unyenyekevu. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ni ushahidi kwamba hata ndani ya utofauti, upendo wa Kristo unaweza kuunganisha watu wa mataifa yote. Wamormoni wanaweza kuwa tofauti katika mafundisho yao, lakini moyo wao wa imani, upendo na kujitolea ni jambo la kupongezwa. Na kwa Wakristo wengine, badala ya kukosoa, pengine ni wakati wa kuelewa maana Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua. Mimi ni Isa Mashua na hii imekuwa mashua ya makala, tukichunguza kwa kina kwa nini Wakristo wanapaswa kufahamu na kukumbatia kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hadi hapo basi natia tamati. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare. Pia finya notification bell ili kupata content zetu kila tunapoposti.